Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni kwenye kipindi hiki ambacho nataka tujadili somo moja linalohusiana na kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6, na somo hili limewekwa kuwa somo la mahubiri kwa siku ya Krismasi mwaka huu wa 2025. Ni somo zuri na nilifikiri kwamba tuangalie kipekee, kwa sababu kuna mambo kadhaa ambayo tusipokuwa makini ni kama yanatupeleka kusiko. Lakini kabla ya kuendelea, naomba tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mbinguni, wewe ambaye kwa jina lako sisi tunaitwa na tunasaidiwa yote tunayohitaji hapa duniani, tunakushukuru kwamba unatupatia nafasi ya kukujua wewe kupitia neno lako takatifu. Basi muda huu tunapokuwa na saa na madakika kadhaa ya kuangalia somo hili, naomba Mungu wetu utufunulie siri za ufalme wako, siri za mapenzi yako na kweli yako iliyopo kwenye neno hili, kwa Yesu Kristo. Amen. Nitasoma mstari huu kama ulivyoandikwa, Isaya 9 mstari wa 6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mstari huu unatuambia mambo mengi. Unatuambia sababu, unatuambia huyu anayekuja anakuja kujaje, anajijia tu au anakuja kwa mission fulani. Halafu tunaambiwa utawala wake utakuwa aina gani, ufalme wake utakuwa aina gani, na halafu tunaambiwa jina lake. Kwa hiyo tunajua jina lake, tunaambiwa utawala wake utakuwaje, na halafu tunaambiwa anakuja akiwa na misheni gani, lakini pia ana sababu gani. Ile sehemu ya kwanza inasema maana kwa ajili yetu. Maana yake Yesu haji kwa sababu tu, anakuja kwa ajili yetu. Ni purpose, reason kwa nini aje. Anakuja kwa ajili yetu. Sasa hapa tunahitaji kujijua na kujiuliza, kwa ajili yetu inakuwaje iwe kwa ajili yetu? Hapa Isaya anatufikirisha na kuturudisha kule ambako mambo yaliharibika pale Edeni, kwamba tulifanya dhambi, na kwa kufanya dhambi tulijitenga na Mungu. Kwa ile hali ya kujitenga, tumekuwa katika hali ya mateso tangu pale mpaka hapo ambapo Yesu alikuja. Ili tumfikie Mungu, ili tumkaribie Mungu, tulilazimika tena na tena sisi wenyewe kutumia jitihada zetu. Na jitihada hizi hazikuzaa matunda. Tulikuwa tunatoa vitu, tunatoa sadaka, wanyama na kila ambacho kiliwezekana, lakini hakuna ambacho kilifanikiwa kukomesha ule ufa uliokuwa umejitokeza kati yetu na Mungu. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu na alikuwa ameshatoa maelekezo, mkila tu mtakufa. Kifo pale ni cha aina mbili, kwamba kuna kufa kimwili, lakini pia kuna ile hali ya kufa, yani kutengwa mbali na Mungu. Kwa hiyo dhambi ilitutenga. Mungu aliendelea kutuona, lakini sisi hatukuweza kumuona. Kama sio Mungu mwenyewe kuamua kwamba atujie, basi ilikuwa tutaendelea tu kufurukuta, kufanya jitihada, lakini bado hatumuoni. Kwa hiyo Mungu anaamua sasa kusema kwamba itoshe, na hapa kwenye itoshe ndipo ambapo tunaambiwa kwamba mtoto amezaliwa. Sasa huyu mtoto aliyezaliwa
Luka anatuambia vizuri sana. Luka anasema kwamba wakati ulipotimia, Kaisari Augusto alitoa amri iandikwe orodha, kila mtu akaandikwe mjini kwao. Na kwa hiyo Mariamu pamoja na mchumba wake walikuwa hawajaoana bado, Yusufu, na walikuwa hawajakaribiana. Kwa hiyo hapa maana yake sisi tunaokuwa tumechumbia na kuchumbiwa tuangalie somo zuri hapa. Kwamba ndoa ni mara baada ya kuwa mmefungishwa. Uchumba sio ndoa. Kwa hiyo watu wasifanye mapenzi kabla. Kwa hiyo hapa ni kwamba wamekwenda huko, lakini hawa watu tunaambiwa kwamba walikuwa hawajakaribiana bado. Maana yake hiki ndicho ambacho tutakiona kwenye sehemu inayofuata. Lakini kwa hapa awali ni kwamba mtoto amezaliwa, na kuzaliwa kwake ndio huko ambako mwaka jana nilizungumza kwamba sio mwezi wa 12 as such, lakini tunasherekea mwezi wa 12. Mwenye kuzaliwa ilikuwa ni kati ya mwezi wa 10 mwanzoni au mwezi wa 9 mwishoni, kwa sababu wakati huo ndo kulikuwa na sikukuu ya vibanda, the tabernacle, ambayo ilionyesha kwamba Mungu anafanya maskani katikati ya wanadamu, miongoni mwa wanadamu, pamoja na wanadamu. Sasa huyu Yesu anayezaliwa, huyu Yesu anayefanyika, anayekuja kwetu, anakuja mwenyewe, na yeye mwenyewe ndio anakuwa maskani ya Mungu katikati yetu. Kwa hiyo amezaliwa mtoto. Na hapa Isaya anasema vizuri kabisa. Kumbuka kwamba Isaya alihudumu miaka ya 742 hivi hadi 701. Maana yake miaka karibu 700 na hivi kabla ya hili tukio, yeye alikuwa ameshaoneshwa na akaamua kusema wazi wazi, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa hiyo kuzaliwa kwake ni kwamba kuna fungua njia ile ya kutufanya sisi tumfikie Mungu. Tumekuwa tukijitahidi lakini hatuwezi. Sasa Mungu ameamua kuja mwenyewe. Amekuja kwa ajili yetu. Anafungua njia. Ndio maana katika mafundisho yake anasema mimi ndimi njia. Na halafu baada ya hapo anatukaribisha. Kwa hiyo tunakaribishwa kwenda kwa Mungu. Hii ndio raha pekee ya Ukristo, kwamba ukiamua kuangalia tofauti kati ya dini nyingine na imani yetu ya Kikristo, iko hapa kwamba wengine wanapofanya jitihada za kumkaribia Mungu kwa njia ya sadaka zao, kwa njia ya jitihada zao, sisi kwetu wa Kristo ni kwamba Mungu ameamua kutukaribia, na mbali na kutukaribia ameamua kutuvutia kwake. Kwa hiyo ametujia na halafu amefanya kila kitu akatukaribisha. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Sasa huyu mtoto anayezaliwa tusije tukajichanganya, kwa sababu ana mwili kama sisi, ana damu kama sisi, ana kuwa mahali fulani kama vile sisi tunavyoweza kuwa, na alianzia maisha ya utoto kama sisi tunavyoanza. Tusije tukadhani ya kwamba huo ndio mwanzo wake. Hapana. Isaya anasema wazi, tumepewa. Sasa hapo kwenye tumepewa, Kiswahili kinatupeleka chaka. Tunaambiwa tumepewa mtoto mwanaume. Kwenye Kiingereza kinasema tumepewa, the son is given. Ukienda kwenye Kiebrania, tuliyepewa ni ben. Sasa hili neno ben ni tofauti na yeledi. Yeledi ni kama offspring, mtoto anayeweza kuwa wa kiume au wa kike. Ile sehemu ya kwanza imesema wazi, mtoto amezaliwa, hiyo ni yeledi. Lakini hii sehemu ya pili kwenye tumepewa, Kiebrania kiko wazi, tumepewa ben. Sasa zingatia vizuri, tumepewa na nani? Isaya anaendelea kuzungumza kwenye mlolongo uliokuwepo hapo. Mlolongo uliokuwepo hapo na unaoendelea ni mazungumzo kati ya yani yanayohusu Mungu. Kwa hiyo tumepewa sio mtoto mwanaume, ila tumepewa mwana.
Na neno mwana nimekuwa nikifundisha na nitaendelea kukazia kwamba neno mwana sio mara zote litamaanisha mtoto. Neno mwana linamaanisha enye kufanana na, enye asili ya, iliyo sawa na. Kwa hiyo tumepewa mwana, maana yake mbingu zimetupatia mwana wa mbingu, zimetupatia mwenye asili ya mbingu. Ndio maana katika imani ya Nikea tunasema mwana wa azali, nuru kweli kutoka nuru kweli. Yaani yeye ni nuru kutoka nuru, ni kweli kutoka kweli, Mungu kweli kutoka Mungu kweli. Kwa hiyo yani amekuja akiwa na hiyo asili. Tusije tukadhani ya kwamba kuzaliwa kwake ndiyo mwanzo. No. Anapokuja kwa mujibu wa Luka 1:35 ni kwamba Mariamu hakuwa amelala na Yusufu na wakapata ujauzito. No. Ila Roho alimjia kimeujiza, binti ambaye hata hajafikisha miaka 20 kapata ujauzito. Na hapo ndio ikawa ujio wake, ambao Yohana hazungumzi habari za ujauzito, ila anazungumza habari za kufanyika mwili. Naye neno alifanyika mwili. Kiingereza kinasema incarnation. Amefanyika mwili. Yaani alikuwepo, lakini ndio hapo tunapoambiwa tumepewa. Maana yake mbingu zimetupa, Baba ametupa, Mungu ametupa, ametupatia mwana, ametupatia yeye aliye na asili ya Baba. Ndio maana katika ile Yohana 1:14 tunapoambiwa kwamba naye neno alifanyika mwili, halafu akakaa kwetu, amejaa utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Yaani uwepo wake duniani haukuwa na mashaka. Yaani mtu asingeweza kuwa na mashaka kwamba hivi huyu ni nani. Ndio maana Yohana anatuandikia ishara 7 tu zinazoonesha kwamba yani kama una mashaka juu ya Yesu, ziangalie hizi. Zinakuonesha kwamba huyu sio wa pekee. Huyo ndiye mwana tuliyepewa. Tumepewa mwana wa mbingu. Sasa huyu mwana wa mbingu anapokuja, tunaambiwa habari za uweza wake, uweza wa kifalme. Unajua siku za leo, ili mtu atawale, ili mtu aongoze, anahitaji msaada wa watu fulani. Saa nyingine hata kuingizwa kwenye madaraka, kuingizwa kwa ofisi, ni lazima upite mgongo ili ukae hapo. Na inawezekana kabisa kwamba wengi hawakustahili kukaa kwenye vitu wanavyokalia, lakini wamekaa kwa sababu ya msaada wa mtu fulani, msaada ya watu fulani. Yaani watu wamefurukuta kila walichoweza kuhakikisha kwamba wanakaa hapo. Na hata kwenye kutawala au kuongoza, hawezi kuongoza peke yake. Anahitaji ushauri wa watu, anahitaji msaada wa watu, anahitaji nguvu za watu. Yeye peke yake ni weak. Sasa huyu tunaambiwa na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Hii ina maana habari ya mamlaka, habari ya nguvu, uweza. Hata hitaji kutegemea msaada wa watu. Hata hitaji ushawishi wa watu. Ni yeye mwenyewe. Anapozungumza habari za mabegani mwake, maana yake he's carrying it all over alone. Anabeba mwenyewe peke yake. Yaani ana nguvu zile ambazo hazihitaji msaada wa kingine chochote. Nilikuwa naandika kitabu cha changamoto ni daraja. Halafu nikauliza pale kwamba linatuvusha au linatuzuia tusivuke upande wa pili. Halafu nikawa nimemuomba Askofu Dr. Fiavango asome na kisha akishawishika aandike dibaji. Kuna mfano mmoja ambao nilikuta ameongeza neno moja. Kwenye ile nyongeza alisema hao watu walikuwa wanamsaidia Mungu ambaye hahitaji msaada, ila anahitaji ushuhuda wetu tu.
Akasema hivi ilikuwaje hili linipite tena. Inatokea kwamba wakati fulani huwezi kujua na huwezi kupata maneno yote, lakini napotokea kwamba huyu na yule anasoma, anajiwa na wazo hili na lile, huyu Mungu anayekuja katika Kristo, anayekuja katika Yesu, hahitaji msaada. Yeye anajitosheleza. Kwa hiyo tunapoambiwa kwamba na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, maana yake uongozi wake, mamlaka yake, nguvu zake, uweza wake havitahitaji mazingira eti aweze kutawala. Anajitosheleza. Ndio maana ya utakuwa begani mwake, maana yake amejitosheleza, yani hahitaji msaada wa mwingine. Hata hivyo tunaongezewa mengine. Habari ya jina lake, tunaambiwa atakuwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Tuanze na ile habari ya ushauri, mshauri wa ajabu. Unajua kuna wakati unapokea ushauri unaonekana kuwa ni mzuri, lakini ukiutendea kazi unaona kwamba nilipelekwa chaka. Ndio maana mtu mmoja alisema kwamba kuna ushauri mwingine ni mzuri na unavutia na ni so logical, lakini ndugu yangu, huo ushauri ni mzuri kuutundika tu ukutani, sio kuufanyia kazi. Maana yake upokee tu halafu uweke mahali fulani, itoshe. Si lazima utendee kazi, kwa sababu ukiutendea kazi tu huenda nia ya nyuma ya huo ushauri ni kwamba udondoke, nyuma ya huo ushauri uonekane ni dhaifu na kadhalika. Sasa huyu tunapoambiwa kwamba ni mshauri wa ajabu, maana yake katika nia na katika effect, matokeo ya ule ushauri, yani kila kitu ni safi. Ukiona amekwambia jambo, ujue kwamba hilo jambo ni amina na kweli, limetoka katika nia safi, katika kufanya wewe uwe vizuri. Hata kama huo ushauri ni wa kukuambia kwamba ukiona jicho lako linakukosesha ling'oe, maana yake fanya hivyo, kwa sababu mwisho wa siku ni afadhali uingie mbinguni ukiwa na jicho chongo kuliko ukaingia na macho yote halafu ukakuta kwamba mbingu sio kwako ila kwako ni kuzimu. Ingawa kwa kutumia mfano huu simaanishi ya kwamba, na wala Yesu hakumaanisha kwamba kweli ng'oa jicho. Yani kama kuna kitu fulani unakitaka, unakipenda, halafu unajua kabisa kwamba hiki kitu sio kizuri, achana nacho hata kama unakipenda kiasi gani. Kwa hiyo kwenye ushauri, yani ushauri wake uko vizuri, hawezi kutindikiwa na hawezi kukosea. Kwa hiyo tusikilize ushauri wake, na kwa sasa hivi ushauri wake unatujia kwa namna 2 na hata 3. Njia ya kwanza inakuja kupitia neno lake. Yani tusome neno lake, hapa kuna mashauri yake full. Lakini pia ukiachana na habari ya neno, kuna wakati Roho wa Bwana anasema nasi moja kwa moja. Uko mahali fulani unasikia na kusemesha jambo ambalo hata ulikuwa hulijui, jua kwamba ni Roho wa Bwana. Lakini kuna wakati anatumia wajumbe wake, anamtuma fulani kamwambie fulani 1 2 3, kamwambie fulani 1 2 3, kamwambie fulani 1 2 3. Anashauri. Kwa si lazima ukutana wewe ushauri kwenye neno unalosoma, sio lazima usikie sauti, lakini kuna wakati hilo ushauri wake utakuja kupitia wajumbe au watumishi wake. Kwa hiyo kuwa makini, lakini chuja vizuri, kwa sababu wakati fulani napokuwa ni watu wapo ambao wanaweza kuja wametumwa na Ibilisi. Tunaambiwa kwamba ni Mungu mwenye nguvu. Kwenye habari ya nguvu na uungu wake iko vizuri sana kwenye maisha yake, ambayo injili hizi 4 zinatuandikia: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Kila mmoja anaandika kwa mfumo wake, lakini mifumo yote inatusaidia kuona kwamba Yesu ni Mungu. Kwa hiyo ni Mungu mwenye nguvu. Huyu Mungu mwenye nguvu siku zote, unajua tulizoea kuabudu miungu ambayo unakwenda saa nyingine miungu hiyo imezaliwa hata baada yako wewe unaiabudu. Lakini kwa habari ya Yesu, Mungu mwenye nguvu, maana yake hashindwi na jambo lolote. Alikuwepo, yupo na ataendelea kuwepo.
Ni yule yule kipindi cha Ibrahimu aliyesema mimi ni thawabu yako kuu, ni ngao yako, ni ngome yako. Halafu akaja kipindi cha Musa akasema mimi niko ambaye niko. Maana yake hafungwi na wakati, yupo. Sasa tunaambiwa ni Mungu mwenye nguvu. Angalia matendo yake makuu ambayo ameyatenda katika zile injili ambazo zimetutunzia kazi na maisha ya Yesu. Unaona kwamba hakuna jambo hata moja ambalo lilimshinda. Watu wameugua na waponya, watu wamekufa na wafufua, watu wanafikiri moyoni, anawaambia moja kwa moja, ndugu, mbona nafikiri hivi, vipi? Kwa hiyo ni mambo ya namna hii ambayo yanatuonesha kwamba hakika huyu ni Mungu mwenye nguvu, na hii ilikuwa imeshanenwa tangu nyuma. Daudi anasema kwetu sisi Mungu ni Mungu wa kuokoa, na nguvu za kutoka mautini zina Yehova Mungu wetu, zina Yehova Bwana wetu. Unaona, ndio maana kwa kuzingatia hilo, Daudi alisema hawa wanataja magari, wengine wanataja farasi, lakini sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wa majeshi. Kwa nini? Kwa sababu katika jina hili kuna nguvu ya pekee. Kwa hiyo wale ambao wameona nguvu iliyopo katika huyu, yani huwa hawakosei, hawamchanganyi na vitu vingine, hawahemei zile nguvu kutoka upande wa pili, wamejikita katika kumtazama Yesu, kwa sababu wanajua kabisa kwamba huyu ndiye ambaye ana nguvu za kutosha katika kila jambo. Tunaambiwa ni Baba wa milele. Yani hapa ni kwenye time limitation. Alikuwepo, yupo, ataendelea. Ndio maana Luka anazungumza habari za ni mwana wa aliye juu atakujilia. Halafu kienda kwa Yohana unaambiwa habari za hapo mwanzo kulikuwako neno, neno alikuwako kwa Mungu, neno alikuwa Mungu, na huyu neno alifanyika mwili. Unaona, aliyefanyika mwili, hata kama baadaye watu walifikiri kwamba kwa kuwa na mwili wanaweza kajipigia tu, basi walimkamata wakamuua, lakini kumbe yeye anawaangalia tu, wakamtundika kwa msalaba. Lakini mwisho wa siku wakashangaa, baada ya siku ya 3 anafufuka. Hawakupata bahati ya kumuona, na hicho ndio kizungumkuti ambacho kinaendelea mpaka saa hizi. Wapo ambao wanabisha na kusema kwamba no, hakufufuka, kaburi lake tunalo. Lakini waongo kabisa, kwa sababu kaburi ambako alizikwa liko wazi. Mwenyewe nimefika na kuona liko wazi, na mle ndani hakuna masalia yaliyopo. Yeye ni wa milele, yupo, na sasa tunamsubiri atarudi. Sio kurudi, atatokea katika utukufu. Na huu ndio ambao tumekuwa tukiutafakari na tunautafakari mwaka kwa mwaka kwenye majira yanayokaribiana na Krismasi. Unajua, kuna kitu cha pekee. Watawala walio wengi hapa duniani, ili watu wawatii, wanatumia njia mbalimbali. Wapo wanaotumia kuwahonga kwa zawadi, promotion, marupurupu, na halafu wapo ambao wana impose dictatorship, wanatumia ubabe, imla, kuhakikisha kwamba uwe unapenda au hupendi utatii. Na dunia inatuambia kwamba amani haipatikani ila kwa upanga. Lakini Yesu anasema, amani yangu mimi nawapa, niwapayo sivyo kama ulimwengu unavyotoa. Yaani amani tunayopewa katika Kristo Yesu ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wake yeye kwetu, miongoni mwetu, pamoja na sisi, ndio amani yetu. Yaani yeye akiwa nasi tayari tuna amani. Kwa nini? Kwa sababu yeye anashughulika na kila aina ya kinachotusumbua. Yeye anabeba mizigo yetu yote. Yeye anabeba changamoto zetu zote. Ndio maana Mika ile sura ya 5 mstari wa 5 anasema, na mtu huyo atakuwa amani yetu pale Mwashuru atakapotushambulia. Anatumia Mwashuru kwa sababu wakati ule
Mika anapozungumza, taifa la Yuda lilikuwa linasumbuliwa na mataifa yaliyokuwa yanawazunguka. Taifa la Israeli lilikuwa linasumbuliwa na mataifa jirani, the enemies, kama Wafilisti, Waelami, Waamori, Wamidian na hao wengine kama Wakaldayo pamoja na hawa wa Ashuru. Lakini kwa huyu kuwa pamoja nasi, kuwe pamoja nasi kwenye maisha yetu, yani anakuwa amani yetu. Yani ile tu kujua kwamba yuko pamoja nasi, yani tunapata amani. Hii ndio maana tunasema moja ya ujumbe tunaotakiwa kusisitiza kwenye Christmas ni amani. Amani. Lakini hii amani, kumbuka, haiji tu. Mungu ameshamaliza kazi yake kwa kutuletea mwana. Na huyu mwana, ili awe miongoni mwetu pamoja nasi wenye mwili, ameamua kuanza mwanzoni kabisa kama mtoto. Tukijua ya kwamba amekuja kwa ajili yetu, basi sisi tutatoka huko tuliko. Kama ni kwenye uchawi, kama ni kwenye wizi, kama ni kwenye uzinzi, kama ni kwenye uongo, kuabudu sanamu, tutatoka huko. Maana yeye hachangamani na hizo tabia. Tutaziacha hizo na kisha tutasema kwamba tunataka kuwa na wewe. Ile kwa kuwa naye tutakuwa na amani. Amani. Ndio maana kuna mtu aliimba, Yesu alikuja duniani tuwe na uzima tele. Yesu alikuja duniani. Halafu kuna fungu jingine anaimba, Yesu alikuja duniani tuwe na amani tele. Yesu alikuja duniani tuwe na amani tele. Tele amani, tele amani, tele amani, tele amani. Unaona kwamba Yesu amekuja ili tuwe na amani. Yeye amekuja kuleta amani, yani amejileta mwenyewe. Kwenye kitabu cha Ayubu imeandikwa, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Tukimjua Mungu vizuri, tukimjua huyu aliyezaliwa kwa ajili yetu, tukimjua huyu ambaye mbingu zimemleta, tutakuwa na amani. Hatuwezi kumjua Mungu bila huyu. Hatuwezi kufika mbinguni au kupata wokovu bila huyu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapoendelea kusherekea sikukuu yetu ya Krismasi kwa mwaka huu, tukumbushwe hili kwamba ni kweli kuna mambo mengi tunayopitia. Kuna ahadi nyingi tunazopokea. Lakini hakuna ahadi, hakuna zawadi itakayozidi kwenye ile zawadi ambayo Mungu alitupatia, huyu Yesu. Basi kwa kuwa sasa tunaendelea kutafakari, basi jambo hili na tulichukulie kwa nguvu zote, na Mungu atusaidie ili tujue kwamba huyu ambaye mbingu imetupatia anabeba yote. Ndio maana hata Petro alisema kwamba mtwikeni fadhaa zenu zote. Anajishughulisha na maisha yenu, na akisha kujishughulisha, sisi tunapata amani kwa kuwa ana nguvu, anatushauri vizuri, na yupo wakati wote, usiku, mchana, jioni, asubuhi, yeye yupo. Mungu akubariki na Mungu awe nawe wakati wote. Amen.